muda mrefu kumekuwa kuna viswahili vingi sana wakati fulani ambavyo inawezekana hamjavielewa vizuri. Sasa hivi tumekuja hapa na mkandarasi mmoja. Hebu mkandarasi huyo yuko wapi? Huyu mkandarasi ni kwa ajili ya jambo gani? Huyu mkandarasi ni kwa ajili ya barabara inayotoka hapa Kitunda kuja hapa Kivule kuja hapa njia 4. Barabara hii ambayo itakuwa na kama urefu wa kilomita 6 plus kujumulisha na 3 ambazo tayari zina barabara ya lami, zile ambazo mnazifahamu pale, ambazo pale zinaboreshwa kwa kuwekwa taa na kuweka maeneo ya watembea kwa miguu. Kwa jumla huyu bwana anatakiwa kuwa na barabara yenye urefu wa kilomita 10.3. Sasa huyu bwana amesha saini mkataba. Baada ya kusaini mkataba huu aliusaini mwaka jana. Baada ya kusaini mkataba wetu, serikali imejipanga chini ya Mheshimiwa Dr. Samia, na sisi kwetu kama TAMISEMI, Mheshimiwa waziri wetu wa TAMISEMI ndugu yetu Mchengerwa wamekwisha mlipa huyu bwana pesa ya kuanzia kazi. Na huyu bwana anachopaswa ukifanya ni kuhakikisha anakuwa na magreda site, anakuwa na vifaa vyote site. Lakini mimi nimepita juzi, nimepita na jana, nimeona na greda moja, nimeangalia na magari mengine ni kama siyaoni. Hizi barabara zinajengwa chini ya pesa ambazo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anazitafuta kwa kutumia mapato ya ndani, lakini zaidi pia kwa kutumia pesa za wahisani wanaolitakia mema taifa letu. Hii barabara hii hapa, hii mnayoiona hapa, na yenyewe hii barabara bado nayo wanaihusisha na hii kwamba inajengwa sasa hivi, Ukweli ni kwamba hii barabara hii inayokwenda mpaka Pugu, hii barabara kwenye bajeti ya awamu hii haimo. Naomba niwaeleze vizuri, mnielewe vizuri, sawa? Mnajua tukiwaeleza ukweli mtapata cha kutueleza na nyinyi na kutushauri. Hii barabara sasa imeingia wapi? Hii barabara imeingia kwenye awamu ya pili ya utekelezaji wa hii miradi ya DMDP. Kwa hiyo sasa hivi barabara inatoka hapa, inakwenda Majoe hapo, inakwenda mpaka Pugu. Kilomita hizi zote zimeingizwa sasa kwenye mpango wa pili. Kwa hiyo hii barabara inapotengenezwa sasa hivi mwaka huu, muda huu, hii haitatengenezwa kwa pesa hizi. Si kama mnanipata mpaka hapa? Halafu pia kuna barabara hii hapa kama kilomita 7 ambayo inatoka hapa inakwenda upande wa Chanika kule Buyuni. Hii nayo tumemwambia mkuu wa wilaya na mkurugenzi waone namna ya kuangalia bajeti ya kawaida ili watengeneze hata kwa changalawe na iweze kupitika vizuri. Lakini pia pana barabara hii ambayo inakwenda kule Msongora, kama mnaipata hii hapa. Kama mnakumbuka vizuri, kuna hii barabara inayoanzia Msumbiji, inapita hapa Msongora pote, inakwenda mpaka Mbande, inakwenda mpaka Chanika. Hii ambayo ndio tunakwenda kule kutoboka kule. Zote barabara hizi tunataka tuzipige sasa kwa lami. Lakini kwa muda huu inaanza hii. Si kama mmenielewa ndugu zangu? Kwa hiyo asitokee tena muongo wa kuanza kusema hii inajengwa kesho, halafu mara kesho haipo, watu wanaanza kuichukia serikali kwamba kwa nini hii barabara haipo. Sasa consultant, nimepita kwenye hii barabara na nimempigia huyu engineer wa mkoa. Barabara hii hakuna kinachofanyika. Ni kweli mkuu. Na pesa yetu mmeshachukua. Kweli kabisa. Aongea kwa sauti wa kusikia wananchi. Ni kweli kabisa. Sasa mkuu wa wilaya. Naam. Mimi nahitaji mkutano mkubwa hapa njia 4. Nahitaji mkutano gani? Mkubwa ambao nitakuja, nitazungumza na wanambondole, waniulize maswali, walete dukuduku na kero zao. Halafu ole wake nikute huyu jamaa hajaanza kujenga hii barabara. Sitajali rangi yake, wala sitajali amesaini lini mkataba, nitakamata vile vile. Atakwenda kupumzishwa mahali huko na tafakari kwamba alitudanganya au alisema kweli kuhusu uwezo wake. Kwa sababu watu wanapofika kwenye hili taifa wanapaswa fanye kazi.
Hizi barabara tungeweza kuwapatia wazawa wenzetu, lakini wapo pia wazawa wengine wenzetu ambao na wao janja inakuwa ni nyingi pia. Sijui umeelewa mpaka hapo? Hawa nao wana janja usipowasimamia. Mahali pa simenti mifuko 10 wanaweka mchanga mifuko 4, 6 simenti hao. Jamaa hao. Na wenzetu wengine wa Afrika na weusi wenzetu nao wapo wanaohujumu miradi. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu ambako pesa hizi ndio zinatoka kwenye wizara hiyo, kwa maana Mohamed Mchengerwa atakuja na yeye hii barabara akute imeanza kujengwa. Hebu niambieni barabara hii lini inaanza kufanywa kazi? Na mitambo ni lini nitakuta imekamilika? Oh, Mr. Contractor. Yes. When are you bring the equipment for construction of this road? For the maintenance. You have a few equipment in fact till now. Yes. What we need you to to mobilize the resources 100%. Okay. When the grader is coming? Maybe in 2 or 3 days. It's on the way. It's on the way from where? Yeah. I don't know because I'm new here. And I think you remember you have almost more than 2 contracts. Yes. Right? Yeah. Yes. And of course you have never started anywhere till now. Maybe in a few days we will start the maintenance of the roads under the permission of